Umechagua kutumia chanjo ya DMPA-SC. Katika video hii utajifunza jinsi ya kujidunga sindano. Labda umepokea karatasi ya maelezo jinsi ya kujidunga sindano wewe mwenyewe. Tafadhali endelea kuipitia ili uyakumbuke maelezo hayo. DMPA-SC inaletwa katika chombo hiki kidogo. Chanjo moja itakukinga dhidi ya mimba kwa muda wa miezi 3 au majuma 13. Kuhifadhi kifaa hiki, zingatia maagizo ya kukiweka mbali na watoto, wanyama au mahali pasipo na joto au baridi kali. Kifaa hiki kina sehemu 4 kuu. Kihifadhi ambacho kina dawa, bomba la sindano, sindano ndogo na kifuniko cha sindano. Mwanzo kabisa, nawa mikono kwa sabuni na maji. Kabla ya kufungua chombo cha kuhifadhi DMPA-SC, hakikisha kuwa kifaa hicho hakijafunguliwa au kuwa na uharibifu wowote na siku za matumizi hazijapita. Fungua kifaa cha kuhifadhi. Toa chombo na uhakikishe kuwa hakijaharibiwa wala kujikunja. Sasa kwa kushika sehemu ya bomba la sindano, tingisha chombo kwa muda wa sekunde 30 hadi uwe na mchanganyiko mzuri wa kimiminika. Iwapo hutaitumia hapo, hakikisha kuwa unaitingisha vizuri kabla ya kujidunga. Chunguza tena kuhakikisha kuwa haijaathiriwa mahali au kuvuja. Iwapo chombo kimeharibika au kimiminika hakijajichanganya vizuri, achana nacho na ukitupe. Chukua kingine kipya. Sasa uko tayari kufyonza kimiminika kitoke nje. Shikilia chombo kwa kushika bomba la sindano huku ukiangaliza sindano juu ili kuzuia kimiminika kuchuruzika chini. Sukuma kifuniko cha sindano chini kwenye bomba ili kuifunga nafasi na kutoa hewa yoyote iliyo chomboni. Sasa uko tayari kujidunga. Ondoa kifuniko cha sindano. Unaweza kujidunga sehemu ya mbele ya paja lako au tumbo ukiepuka sehemu ya kitovu. Kwa mkono mmoja, safisha sehemu utakayodunga DMPA-SC ukitumia pamba kavu. Kisha finya ngozi yako kusababisha mwinuko. Kwa kutumia mkono wako mwingine, shikilia kifaa kwa sehemu ya bomba na kuididimiza sindano ndani ya mwinuko. Kihifadhi kitagusa ngozi kabisa. Hiyo itaashiria kuwa sindano imedidimizwa mahali stahili. Baada ya hapo kifinyilie kihifadhi polepole kwa muda wa sekunde 5 hadi 7 ili kuhakikisha kuwa kimiminika kimetoka. Ni sawa kimiminika kidogo kikibaki katika kihifadhi. Chomoa sindano kutoka kwenye mwinuko. Usisugue mahali ulipojidunga sindano. Weka kifaa hicho katika chombo cha kutupa sindano na ukihifadhi mahali salama. Kwa wakati wako, wasilisha kifaa hicho katika kituo cha afya au kwa wahudumu wa afya ili kifaa kiweze kutupwa inavyostahili. Sasa acha tuangalie hatua muhimu za kujidunga sindano wewe mwenyewe. Nawa mikono kwa sabuni na maji. Kusanya vifaa vinavyokuwezesha kujidunga: pamba kavu, chombo cha kuhifadhi sindano na DMPA-SC. Hakikisha DMPA-SC haijapitwa na wakati wa matumizi na haijafunguliwa. Tingisha kifaa kwa sekunde 30. Tambua sehemu ya mwili wako utakayojidunga. Finya ngozi yako hadi uiunde mwinuko. Finya kihifadhi kwa sekunde 7. Kumbuka kila chanjo inakukinga dhidi ya mimba kwa miezi 3 au majuma 13. Hakikisha kuwa unajikumbusha mwenyewe siku ya kupata chanjo nyingine katika kipindi cha miezi 3. Kuna habari zaidi ambazo unastahili kuzijua. Unajikinga dhidi ya mimba majuma 2 kabla au majuma 4 baada ya siku unayostahili kupewa chanjo nyingine. Iwapo hutajipa chanjo tarehe inayostahili, sajili tarehe kamili uliojipa chanjo.
Kisha hesabu miezi 3 au majuma 13 kutoka tarehe uliojipa chanjo. Hiyo ndiyo tarehe kamili ya kujipa chanjo. Iwapo utakuwa umepitwa na majuma 4 kutoka siku uliostahili kupata chanjo, huenda usiwe umejikinga dhidi ya ujauzito. Katika hali hiyo, usijipe chanjo. Wasiliana na mhudumu wa afya ili mjadili njia mbadala ya kupanga uzazi. Ili kuepuka ujauzito, tumia mpira wa kondomu au usifanye ngono hadi utakapozungumza na mhudumu wa afya. Unapotumia DMPASC unaweza kuwa na ukosefu wa hedhi kwa mwezi, kutokwa damu zaidi au hedhi isiyo na utaratibu, kuumwa kidogo na kichwa, mabadiliko katika hisia kuhusu ngono, kunenepa, uchungu wa tumboni au kinena. Haya si mambo yatakayokutatiza, lakini iwapo utataka kujua zaidi, wasiliana na mhudumu wa afya. Kumbuka, chanjo hii haikukingi dhidi ya maambukizi ya maradhi ya ngono kama vile HIV na magonjwa mengine ya zinaa. Unashauriwa kutumia mpira wa kondomu kujikinga dhidi ya magonjwa haya. Wasiliana na mhudumu wa afya iwapo una madhara yanayotokana na matumizi ya chanjo. Ungependa mhudumu wa afya kukupa chanjo au ungependa kutumia njia nyingine ya kupanga uzazi? Tumia mpira wa kondomu kujikinga dhidi ya maambukizi ya zinaa.